Iran na Israel zimeingia katika mzunguko mpya wa mashambulizi ya moja kwa moja baada ya Iran kurusha makombora ya ballistic kuelekea Israel usiku wa Jumapili, katika kile kilichoelezwa kama kulipiza kisasi kufuatia shambulio la Israel dhidi ya Hezbollah katika viunga vya Beirut nchini Lebanon. Mashambulizi haya yameashiria kurejea kwa uhasama wa moja kwa moja kati ya pande hizo mbili baada ya kipindi kifupi cha utulivu kilichosababishwa na makubaliano ya kusitisha mapigano ya awali. Jeshi la Israel lilifanikiwa kukamata sehemu kubwa makombora hayo na baadaye likatangaza kuwa raia waliruhusiwa kutoka kwenye maeneo ya hifadhi. Hata hivyo, serikali ya Israel ilichukua tahadhari kwa kufunga shule nchi nzima na kuongeza ulinzi wa anga kutokana na hatari ya mashambulizi zaidi. Kwa mujibu wa taarifa za Jeshi la Mapinduzi la Iran IRGC, mashambulizi haya yalikuwa ni onyo kwa Israel, yakisisitiza kuwa ikiwa mashambulizi dhidi ya Lebanon yataendelea, Iran itapanua zaidi ya hatua zake za kijeshi. Iran pia ilieleza kuwa makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano na Marekani na Israel yalikuwa na masharti ya kusitisha mapigano katika nyanja zote za kikanda, jambo ambalo kwa mtazamo wao halijazingatiwa. Baada ya mashambulizi ya Iran, Israel ilijibu kwa mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ndani ya Iran, ambapo milipuko iliripotiwa katika miji ya Tehran, Tabriz na Isfahan. Jeshi la Israel pia lilisema kuwa lililenga vituo vya kijeshi katika maeneo ya magharibi na kati ya Iran, likieleza kuwa ni sehemu ya kujibu mashambulizi ya awali. Mzozo huu umeongeza hofu ya kuenea kwa vita katika eneo letu la Mashariki ya Kati, hasa kutokana na ushiriki wa makundi mengine kama Hezbollah nchini Lebanon na Houthi nchini Yemen, ambao pia wametangaza hatua za kijeshi dhidi ya Israel katika bahari ya Red Sea. Rais wa Marekani Donald Trump amenukuliwa akitoa wito kwa pande zote kusitisha mashambulizi mara moja na kurejea kwenye meza ya mazungumzo, akisema kuwa makubaliano ya amani yanaweza kufanikiwa. Hata hivyo, kauli zake zimekuja wakati mapigano yakiendelea na hali ya usalama ikizidi kuwa tete. Wakati huo huo, Israel imekabiliwa na shinikizo la ndani kutokana na mashambulizi ya Hezbollah kaskazini mwa nchi hiyo, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akikabiliwa na changamoto za kisiasa zinazohusiana na usalama wa raia wa Israel na mustakabali wa vita hivyo. Mashambulizi ya makombora na drones yaliyofanywa na Iran dhidi ya Israel yameibua mjadala mpya kuhusu mwelekeo wa mgogoro wa Mashariki ya Kati, huku wachambuzi wakisema hatua hiyo inaonyesha kuongezeka kwa imani ya Iran katika uwezo wake wa kustahimili shinikizo la kijeshi na kiuchumi. Kulingana na uchambuzi wa BBC uliotolewa na mhariri wa BBC Persian Amiri Azimi, hatua ya Iran kuishambulia Israel haikuonekana kuwa na athari kubwa za kijeshi kwa kiwango cha moja kwa moja, lakini ina uzito mkubwa wa kisiasa na kimkakati. Iran inadaiwa kuchukua hatua hiyo baada ya mashambulizi ya Israel dhidi ya mshirika wake Hezbollah nchini Lebanon, jambo lililobadilisha mantiki yake ya kawaida ya kujibu mashambulizi. Uchambuzi huo unaeleza kuwa kwa miaka mingi, Iran imekuwa ikijibu mashambulizi kwa misingi ya kulinda ardhi yake au maafisa wake, lakini safari hii ilijibu kutokana na shambulio dhidi ya mshirika wake wa kikanda. Hii inaashiria mabadiliko ya wazi katika namna Tehran inavyotafsiri usalama wake na ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Ripoti zinaonyesha kuwa uamuzi huo unaweza kuhusishwa na imani mpya ndani ya uongozi wa Iran kwamba imeweza kustahimili shinikizo la muda mrefu kutoka Israel, Marekani na vikwazo vya kiuchumi. Licha ya mashambulizi ya kijeshi na vikwazo vikali, serikali ya Iran imeendelea kuwepo madarakani bila kuporomoka kwa mfumo wake wa ndani au kutokea kwa uasi mkubwa wa wananchi. Wachambuzi wanasema hali hiyo imebadilisha hesabu za Tehran, ambapo sasa inaonekana kujiona kama taifa lenye uwezo wa kuweka mipaka mpya ya kijeshi katika eneo hilo. Kwa mtazamo huu, mashambulizi hayakuwa tu kujibu Israel, bali pia kuonyesha uwezo wake kwa washirika wake wa kikanda kama Hezbollah na makundi mengine yanayohusiana na Iran. Aidha, hatua hiyo inaonekana kuwa ujumbe wa kisiasa kwa Marekani na Israel, ikionyesha kuwa Iran bado ina uwezo mkubwa wakati inapohisi maslahi yake yanahatarishwa. Hii inaweka shinikizo zaidi katika mazungumzo ya kidiplomasia yanayoendelea nyuma ya pazia kati ya Tehran na Washington. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amenukuliwa akisema kuwa makubaliano ya amani kati ya pande hizo yanaweza kufikiwa hivi karibuni, lakini hali ya mashambulizi inaendelea kuongeza mashaka kuhusu udhabiti wa makubaliano hayo. Baadhi ya wananchi wa Iran waliozungumza kupitia BBC Persian wamegawanyika katika maoni yao. Wengine wameona mashambulizi hayo kama hatua ya haki ya kulinda washirika wa Iran, huku wengine wakihofia kuwa nchi yao inahatarisha usalama wake wa kuendelea kuhusika moja kwa moja katika migogoro ya kikanda. Kwa ujumla, uchambuzi unaonyesha kuwa Iran inaweza kuwa inaingia katika awamu mpya ya sera ya kijeshi na kidiplomasia,
ambapo inajaribu kusawazisha mazungumzo ya amani na matumizi ya nguvu za kijeshi kwa wakati mmoja. Hii inaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa mienendo ya usalama katika Mashariki ya Kati katika miezi ijayo.